Mtazamaji wa Taasisi ya Moyo TV, karibu katika kipindi chetu cha afya, kipindi maalum ambacho kinaangazia masuala mbalimbali ya magonjwa yanayohusu moyo, lakini afya ya lishe kwa ujumla. Jina langu ni Agnes Sikaonga na kukaribisha katika kipindi hiki, uwe nami mwanzo mpaka mwisho. Na studio leo niko naye mtaalam wa mazoezi tiba katika Taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete JKCI, ambaye atatupitisha kwa kina nini maana ya fizioterapia au mazoezi tiba na mambo mengi ambayo unapaswa kuyafahamu ili kulinda afya ya moyo wako, lakini afya ya mwili kwa ujumla. Anaitwa Aikande Neema, ambaye atatupitisha kwenye maeneo yote yanayohusu afya ya mazoezi tiba. Aikande, karibu sana. Asante. Nashukuru. Karibu katika kipindi chetu cha afya. Na kwa kwanza, mtazamaji angependa kufahamu, tunaposema fizioterapia ama mazoezi tiba tuna maana gani? Fizioterapia ni huduma au tiba ambayo inasaidia kukinga, kuponya na kuboresha afya ya mwili. Ni muhimu sana kwa mtu ambaye ameshapata magonjwa ya moyo kufanya mazoezi. Inamaanisha kwamba wagonjwa wote wenye matatizo ya moyo ni muhimu sana wafanye mazoezi, lakini mazoezi watakayoyafanya ni kulingana na tatizo walilokuwepo nalo, ukubwa wa tatizo na aina ya tatizo ambalo wanalo. Sio wagonjwa wote wanatakiwa kufanya tu mazoezi yote, hapana. Mgonjwa anafanya mazoezi, kwa mfano tuseme mgonjwa ambaye amefanyiwa operation ana aina ya mazoezi, lakini pia ana kiwango cha mazoezi na ana muda wa kufanya hayo mazoezi. Lakini pia mgonjwa tuseme kwa mfano mwenye heart failure. Heart failure maana yake ni moyo kushindwa kufanya kazi yake kwa ufanisi. Sasa na yenyewe inategemea kwamba moyo unashindwa kufanya kazi yake kwa ufanisi kwa kiwango gani, kwa sababu kuna stage ya kwanza, ya pili, ya tatu. Kwa hiyo mgonjwa ambaye ana stage ya kwanza hawezi kufanya mazoezi sawa na yule ambaye ana stage ya tatu au ya pili. Kwa hiyo wote hao pia mazoezi yao yanatofautiana. Akande, ukisema stage ya kwanza, ya pili na ya tatu, huyu mgonjwa mwenye stage ya kwanza anakuwa na tatizo la moyo kushindwa kufanya kazi vizuri kwa namna gani? Wale wa stage ya kwanza wanakuwa ugonjwa haujawashambulia sana, wanakuwa angalau wana nguvu kwa kiwango fulani cha kuweza kufanya mazoezi. Kwa hiyo kiwango cha mazoezi tunachowapa ni kile ambacho yeye mwenyewe anaweza kukimudu, na anapofanya hayo mazoezi yaweze kumletea faida kwenye mwili au kwenye afya ya moyo wake. Lakini yule ambaye tuseme yule mwenye stage ya tatu ni yule ambaye uwezo wake wa kufanya mazoezi ni umeshapotea kwa kiwango kikubwa. Kwa mfano, akila tu anachoka au akivaa nguo tu anachoka. Kwa hiyo kiwango cha mazoezi tunachompa ni kidogo, kile ambacho tunajua tunamsaidia aweze kufanya vile vitu vya muhimu, kama aweze kuinuka kwenda uwani, labda aweze kuvaa nguo mwenyewe, labda aweze kuchukua kitu, kufanya vile vitu vya muhimu. Ndio hivyo. Naam, kwa mtu ambaye anafanya mazoezi ya fizioterapia au mazoezi tiba, lakini hana magonjwa aliyoyasiwa kuambukiza, haumwi, anaweza akafanya hayo mazoezi? Ndiyo. Mtu ambaye haumwi ndio pale ambapo tulisema tunakinga hayo magonjwa. Kwa hiyo kama wewe hauumwi, ni vizuri sana kuhakikisha kwamba unafanya mazoezi. Mazoezi haya yatakusaidia wewe usije ukaingia kwenye haya magonjwa. Kwa mfano kwenye haya magonjwa ambayo ni ya moyo au magonjwa ambayo ni ya kisukari. Kwa sababu unakuta kwamba unapofanya mazoezi mfumo wako wa damu unakuwa ni mzuri, utendaji kazi wa moyo unakuwa ni mzuri, lakini pia uchomwaji wa sukari yako pamoja na mafuta mabaya kwenye mwili na wenyewe unakuwa mzuri. Kwa hiyo unakusaidia wewe
yale magonjwa ambayo sio ya kuambukiza, basi ukichanganya na kula kwa vizuri, yani kupata chakula bora, mlo kamili ambao una virutubisho vya kutosha na kulingana na maelekezo ya watu wa lishe, basi unajikuta kwamba wewe unakuwa mbali na magonjwa ya moyo. Asante sana. Kwa mfano mimi nafanya mazoezi gym, nakimbia na ruka kamba na mazoezi yote ambayo yanapatikana gym. Nataka kuacha hayo mazoezi nijiunge na tiba ya mazoezi ya JKCI. Naweza? Kwanza kabla sijasema unaweza, mazoezi yote ni tiba, haijalishi ya gym au haya ambayo unakuja kufanya kwetu, yote ni tiba. Mara nyingi sisi tunafanya mazoezi kwa wagonjwa, kwa hiyo mara nyingi wanaokuja kwetu ni wale ambao wana changamoto yoyote, labda maumivu, labda ndio hivyo hawezi kutembea, mwili wote una madhaifu, au umechoka, au mwili unashindwa kufanya, mtu anashindwa kufanya vitu mbalimbali. Lakini kwa hawa watu ambao wanaweza kufanya kila kitu, wao ni muhimu sana kufanya mazoezi kila siku. Mtaalamu, tunaposema physiotherapy inayotolewa maeneo ya hospitali, kuna tofauti na haya mazoezi yanayotolewa chini? Kuna tofauti ya hayo mazoezi? Ndiyo, kuna tofauti. Mazoezi ambayo sisi tunayatoa kwenye vituo vya afya ni mazoezi tiba, yaani ni tiba kamili. Tunamtibu mgonjwa kabisa. Lakini mazoezi yale ambayo yanafanywa gym, yale ni mazoezi kwa ajili ya tuseme unakinga magonjwa. Sasa ndio kama hivyo useme kwamba unasaidia mwili usije ukapata magonjwa. Ila kitu ambacho ni cha muhimu, ambacho ni cha angalizo, sio gym tu, hata wale ambao wanafanya wenyewe ni angalizo, ni pia uangalie kwamba uwezo wa yule mtu kufanya mazoezi. Namba moja ni kupima afya yako. Kwa sababu kama hutapima afya yako, huwezi kujua wewe una afya kiasi gani na unatakiwa ufanye mazoezi kwa kiwango gani. Wakati mwingine unaweza usijue kwamba wewe una shida ya moyo. Unapoenda gym ukaanza kufanya mazoezi, na labda mtaalamu wa gym saa nyingine na yeye asikupime, unaweza ukashangaa umefanya ile tatizo lako la moyo likawa kubwa zaidi kupitiliza. Wakati mwingine unaweza ukamwona mtu ni kijana lakini kaumri kameenda. Kuanzia miaka 40, ule uwezo wa mifupa na misuli kufanya kazi, au uwezo wa mwili in general kufanya kazi, unaanza kupungua polepole. Kwa hiyo unaweza ukakuta mifupa yake tayari ilishapata kitu kinaitwa osteoporosis, yaani ile density ya mifupa imekuwa ni ndogo. Kwa hiyo mtu akaishia kuvunjika mfupa kwa sababu hakufanya check up mapema. Lakini tuseme angefanya check up mapema, angeweza kujua kwamba mimi sasa hivi nimeshaingia labda kwenye uzee. Kwa hiyo kiwango cha mazoezi ninachotakiwa ni hiki, au mimi tayari ni kijana, natakiwa kiwango kikubwa zaidi cha mazoezi kuliko yule mzee. Kwa hiyo ni vizuri kuzingatia hivyo vitu. Kumbe kabla mtu ajaingia kwenye mazoezi, ni muhimu sana akaangalia afya yake, afya ya mwili, kiwango chake cha mazoezi kipoje. Kuna mazoezi mengine mtu hawezi kuwa anafanya mpaka apate ushauri wa mtaalamu. Na hapa JKCI mnatoa huduma. Kwa hapa JKCI tayari sisi tumeanza hiyo huduma. Kama tumesikia kitu kinaitwa sport cardiology ambayo tumeizindua juzi. Kwa hiyo mtu ambaye anataka kuingia kwenye michezo anaweza akaja kwetu na tukampa ushauri, tukampa vipimo vya kutosha na tukamwelekeza ni mazoezi kiwango gani anatakiwa kufanya na kwa muda gani, na ni mazoezi ya aina gani pia ambayo yatamfaa zaidi. Asante sana kwa elimu ambayo umetoa, lakini kama ungepata fursa ya kuzungumza na wagonjwa hao wanatibiwa JKCI na kwingineko, ni kitu gani ambacho ungewaambia kuhusiana na mazoezi tiba? Asante. Mimi ningependa kuwashauri wananchi, lakini wagonjwa wote ambao wanafika JKCI,
tuna huduma ya physiotherapy hapa JKCI, na wagonjwa ambao wanatibiwa hapa JKCI ni mgonjwa yoyote ambaye ana changamoto yoyote ya mwili, sisi tunaweza kumtibu. Kwa mfano, mgonjwa mwenye shida ya moyo lakini anasikia maumivu kwenye mgongo, tunamtibu. Mgonjwa mwenye shida ya moyo lakini ana maumivu kwenye magoti, ana maumivu kwenye sehemu ya shingo, ana maumivu labda amefanyiwa operation mbalimbali, operation ya moyo, operation nyingine kama toto ya uzazi, operation ya magoti au ya nyonga, amewekewa vifaa mbalimbali, waliowekewa vifaa mbalimbali, sisi tunawafanyia hayo mazoezi. Wanapata huduma hiyo ya tiba ya mazoezi hapa JKCI. Mimi kwa mfano mimi labda nimefanyiwa operation ya uzazi na ninasumbuliwa na shida au matatizo ya mgongo, naweza kutibiwa, naweza kupata hiyo huduma ya mazoezi tiba hapa na nikawa sawa? Kwa mzazi ambaye amefanyiwa operation lakini ana maumivu kwenye mgongo, anaweza kupata huduma ya tiba ya fizioterapia hapa JKCI na akapona kabisa. Huduma ambayo atapata ni tutamsaidia kujua kwamba mgongo unauma kwa sababu gani, kwa sababu kuna sababu nyingi ambazo zinasababisha matatizo ya mgongo. Anaweza akapa diski yake labda imetoka sehemu ilipokuwa au imesogea au imevimba. Diski ni ile nyama laini ambayo inakaa katikati ya mfupa na mfupa, kwenye hii mifupa, pingili za mifupa ya mgongo. Kwa hiyo inaweza ikawa imechomoka sehemu yake au imevimba. Hiyo inaweza kumsababishia maumivu makali. Lakini sababu nyingine ni mgandamizo. Kukiwa na mgandamizo wa mfupa na mfupa, ni rahisi kugandamiza mshipa wa fahamu. Kwa hiyo na yenyewe pia inamsababisha, anaweza akawa na maumivu makali ya mgongo. Sababu ya tatu inaweza ikawa ni yeye mwenyewe wakati sasa ananyonyesha, ameinama vibaya, mkao mbaya wa yeye, kwa sababu anaponyonyesha anainama. Kwa hiyo unapoinama unakuwepo na nguvu ya uvutano inakuvuta chini, kwa hiyo unakuwa unaumiza mgongo upande wa hapa juu. Kwa hiyo akiumia, ile pia nayo inaweza kusababisha maumivu. Sasa tunapoelekea mwisho wa kipindi chetu hapa, mtazamaji angependa kufahamu nini wito wako, nini ushauri wako kwa jamii nzima kwa ujumla ambayo leo imepata elimu kuhusiana na fizioterapia au mazoezi tiba? Ushauri wangu ni kwamba nawashauri watu wafanye mazoezi. Kwanza wafanye mazoezi kwa ajili ya kujikinga. Ninajua watu tuna shughuli nyingi, kwa hiyo sio rahisi watu hawapati muda wa kufanya mazoezi, lakini hakikisha na waasa watu wahakikisha wanapata muda wa kufanya mazoezi angalau dakika 30 kila siku. Angalau dakika 30 kila siku afanye mazoezi. Lakini namba 2, na waasa wagonjwa wote ambao wanafika JKCI katika tawi lolote kwamba huduma ya fizioterapia ipo. Ukija usiogope. Kama una shida nyingine, mwambie daktari kwamba una shida nyingine au una maumivu sehemu yoyote, basi atakuleta kwetu na sisi tutahakikisha tumekuondolea hayo maumivu yako. Sawa, asante sana. Mtazamaji, mpaka hapo tumefikia mwisho wa kipindi chetu kizuri kabisa cha afya, na leo nilikuwa naye mtaalamu wa fizioterapia kutoka hapa JKCI ambaye ametuambia mambo makubwa matatu kuhusiana na jinsi ambavyo unaweza ukayatumia mazoezi tiba au fizioterapia kwa afya, kwa maana ya kulinda, kuboresha na kutunza afya yako ili uweze kupata afya njema. Hadi wakati mwingine, nilikuwa na mimi Agnes Kawaga, nikutakia wakati ya moyo wako. Moyo ni wa kwako, ulinde. Linda moyo wako, chunguza moyo wako, anza sasa kuzuia na